Jenista Joakim Mhagama. Kuzaliwa. Jenista Joakim Mhagama alizaliwa tarehe 23 Juni mwaka 1967 katika kijiji cha Parangu, Peramiho, wilaya ya Songea, mkoa wa Ruvuma. Elimu. Jenista amepata elimu katika shule na vyuo mbalimbali kama ifuatavyo. Alipata elimu ya msingi katika shule ya msingi Mfaranyaki ilipo Songea, mkoa wa Ruvuma mwaka 1975 mpaka 1981. Aliendelea na elimu ya sekondari katika shule ya wasichana Peramiho iliyopo mkoa wa Ruvuma mwaka 1982 hadi 1985. Aliendelea na masomo katika vyuo mbalimbali tukianza chuo cha walimu Korogwe kilichopo mkoa wa Tanga ambapo alihitimu elimu ya juu ya sekondari na stashahada ya walimu mwaka 1986 hadi 1989. Aliendelea na elimu katika kituo cha kimataifa cha mafunzo kwa wafanyakazi International Labour Training Center cha Turin nchini Italia ambapo alihitimu na kutunikiwa stashahada ya ujasiriamali mwaka 1999. Alijiendeleza zaidi katika fani ya uongozi na utawala kwa kujiunga na masomo katika chuo cha Cambridge International cha Uingereza ambapo alihitimu na kutunikiwa shahada ya juu ya kimataifa ya uongozi na utawala mwaka 2004. Hadi mauti inapofika, marehemu alikuwa akiendelea masomo ya shahada ya uzamili katika uongozi wa biashara kwa njia ya masafa kupitia chuo cha kimataifa cha Cambridge cha nchini Uingereza. Mafunzo ya muda mfupi. Katika safari ya kujengea uwezo, weledi na umahiri, Jenista Mhagama alihudhuria na kukamilisha mafunzo mbalimbali ya muda mfupi ndani na nje ya nchi. Mafunzo hayo yaligusa maeneo mbalimbali kama vile uongozi na usimamizi wa umma, uratibu wa miradi, ujasiriamali, utawala bora na usimamizi wa rasilimali watu. Kazi na ajira. Jenista Joakim Mhagama kabla ya utumishi wa kisiasa aliwahi kufanya kazi katika utumishi wa umma kama ifuatavyo. Mwaka 1990 hadi 97 alikuwa mwalimu wa shule ya sekondari ya wasichana ya Songea Girls Secondary School, na mwaka 1997 mpaka 2000 alikuwa mratibu wa miradi wa chuo cha mafunzo ya ufundi stadi Songea. Safari ya kisiasa. Jenista Mhagama amekuwa mbunge kuanzia mwaka 2000 mpaka umauti ulipomkuta kama ifuatavyo. Mwaka 2000 hadi 2005 alikuwa mbunge wa viti maalum mkoa wa Ruvuma. Mwaka 2005 hadi 2025 alikuwa mbunge wa jimbo la Peramiho. Nafasi za uongozi bungeni. Katika kipindi cha ubunge wake, Jenista amewahi kushika nyadhifa mbalimbali kama ifuatavyo. Mwaka 2005 mpaka 2010 alikuwa mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya maendeleo ya jamii. Mwaka 2006 hadi 2014 alikuwa mwenyekiti wa bunge katika bunge la 9 na bunge la 10. Mwaka 2015, 2020 hadi 22 na 23 hadi 24 alikuwa kamishna wa tume ya utumishi wa bunge. Mwaka 2015 hadi 2017 alikuwa katibu wa bunge wa Chama cha Mapinduzi na mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi. Nafasi za waziri. Katika utumishi wa kisiasa, Jenista Mhagama aliwahi kushika nyadhifa za naibu waziri na uwaziri katika wizara mbalimbali za serikali kama ifuatavyo. Mwaka 2014 hadi 2015 alikuwa naibu waziri wa elimu na mafunzo ya ufundi. Mwaka 2015 hadi 2015 mwishoni alikuwa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na uratibu. Mwaka 2020 hadi 2022 alikuwa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, kazi, vijana, ajira na ulemavu. Mwaka 2022 hadi 2023 alikuwa waziri wa nchi ofisi ya rais, menejimenti ya utumishi wa umma na utawala bora. Mwaka 2023 hadi 2024 alikuwa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na uratibu. Mwaka 2024 hadi 2025 alikuwa waziri wa afya. Ujumbe wa bodi na kamati mbalimbali. Katika utumishi wake, Jenista amehudumu katika bodi na kamati mbalimbali kama ifuatavyo. Alikuwa mwenyekiti wa bodi ya mamlaka ya ustawishaji makao makuu Dodoma CDL.
Alikuwa mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi. Amekuwa mjumbe na mwenyekiti katika kamati mbalimbali za Bunge. Amekuwa mjumbe wa bodi na kamati za kitaifa na kikanda zinazohusiana na elimu, afya, ajira, vijana, utawala bora na maendeleo ya jamii. Burudani na vipaji. Jenista Joakim Mhagama alipenda kushona, alipenda shughuli za ufundi wa mikono, alipenda kusoma vitabu na michezo ya mpira wa pete na kuruka kamba. Familia. Jenista ameacha watoto 5 ambao ni Victor, Joakim, Victoria, Devina na Redina. Kifo. Jenista Joakim Mhagama alifariki dunia tarehe 11 Disemba 2025 katika hospitali ya Benjamin Mkapa, Dodoma kwa maradhi ya moyo. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Baba yetu wa mbinguni kwa maisha ya Jenista ambaye hakika alitumikia nafasi yake ya ubunge na nafasi nyingine zilizoaminiwa kwa bidii na uadilifu wa hali ya juu. Tunaomba Mungu ampe pumziko la amani. Raha ya milele mpe Bwana. Apumzike kwa amani.